Waziri Mkuu wa Ethiopia, Daktari Abiy Ahmed, ameungana na mamilioni ya wananchi katika kampeni ya kitaifa ya urithi wa kijani kwa kupanda miche jijini Finfinne, ikiwa ni sehemu ya lengo la kupanda miche milioni 800 ndani ya siku moja. Akizungumza baada ya kushiriki zoezi hilo, Waziri Mkuu alisema kuwa Ethiopia inaendelea kupanda miti kila mwaka kwa kipindi cha miaka 7 iliyopita, na kwamba mwaka huu taifa linaandika tena historia kwa kuendeleza dhamira hiyo ya kulinda mazingira na kujenga mustakabali endelevu. ባለፉት 7 ዓመታት በተከታታይ ሳናቋርጥ ክረምቱን በሙሉ ዛፍ በመትከል ኢትዮጵያን ለማልበስ የኢትዮጵያን መሰረት ለመጣል መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። Tangu tulipoanzisha mpango wa urithi wa kijani miaka 7 iliyopita, Ethiopia imeandikia kupanda miti kila mwaka kwa udhabiti na kujitolea. Leo tunaandikia tena kihistoria kwa kuendeleza dhamira hiyo ya kulinda mazingira, kurejesha uto wa asili na kujenga mustakabali endelevu kwa wananchi wetu na vizazi vijavyo. Kila miche tunaopanda ni ishara ya matumaini, uwajibikaji na imani yetu kwamba maendeleo ya kweli lazima yanaenda sambamba na uhifadhi wa mazingira. Hii Ethiopia tunavyojenga taifa linalowezekana katika maisha watu wake na katika mustakabali wa sayari yetu. Waziri Mkuu pia amesema kuwa juhudi za upandaji miti nchini zinapaswa kuwa utamaduni wa kila siku, akibainisha kuwa Ethiopia haipandi miti pekee bali inapanda matumaini na kujenga mustakabali endelevu. አሁን እየሰራን ያለው ለልጆቻችን ተስፋ ነው የምንተክለው፣ ነገን ነው የምንተክለው፣ ኢትዮጵያን ነው የምናለብሰው. Tunachokifanya leo ni kwa ajili ya watoto wetu. Tunapanda matumaini na tujenga na kuamba mustakabali wetu. Utapazwi kupanda miti leo pekee, bali tunapazwa kupanda matumaini na kulinda mazingira katika kila siku ya mwaka. Pia amesema mafanikio ya mpango wa urithi wa kijani yameifanya Ethiopia kuwa mfano wa kuigwa barani Afrika katika urejeshaji wa mazingira. ኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት ላደረገችው ጥረት የዓለም መንግስታት ሪኮግናይዝ አድርገው ሽልማት ብቻ ሳይሆን ኮፕ Ethiopia ውስጥ እንዲዘጋጅ ወስነዋል። Najivunia kusema kwamba mafanikio ya mpango wa urithi wa kijani sasa yamekuwa mfano kwa mataifa mengi barani Afrika ambayo yanaanzia kutekeleza programu zinazofanana za kurejesha wa mazingira kwa kujifunza kutokana Ethiopia. Mafanikio haya yameifanyika Ethiopia kutambuliwa kimataifa katika juhudi za kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, na yamechangia nchi yetu kupewa heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 32 wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni heshima ya kila Mwa-Ethiopia alishiriki kupanda na kutunza miti, nani uthibitisho kwamba kwa umoja na dhamira tunaweza kutoa mchango mkubwa kwa Afrika na duniani katika kulinda mazingira na kujenga mustakabali endelevu.